بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tuko kwenye darasa ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tukiwa tuko kwenye juzuu ya 29 kama inavyofahamika, juzuu ya Tabarak. Na leo tutaanza suratul Qalam, yani Nun wal qalami wama yasturun. Suratul Qalam ni katika sura za Makka, ni sura katika sura za Makka. Isipokuwa baadhi ya ahlul ilmi wanasema sura aya zake zote ni za Makka, isipokuwa kuanzia aya ya 17 mpaka aya 33 zimeshuka Madina, ikiendelea aya 34 mpaka 49 za Makka, isipokuwa aya 50 ni ya Madina. Kwa ndani ya sura hii kuna aya ambazo ni madaniya, kwa maana zimeshuka Madina. Suratul Al-Qalam imeteremka baada ya suratul Alaq. Suratul Alaq inafahamika, ukitazama watu wengine machini, na maana kuna watu hawajui suratul Alaq ni sura gani. Kielekea hivi tuna machini, lisije kumwambia sema wewe suratul Alaq ni Iqra, sawa? Kwa hiyo sura hii imeteremka baada ya suratul Alaq. Lakini suratul Alaq aya zake za mwanzo kabisa 5 ndio aya za mwanzo, kwa zilizobakia tuseme. Sura hii katika taratibu ya al-Mushaf ni sura ya 68. Hiyo ukisoma tu kwenye misahafu utaona imeandikwa ni sura ya 68. Lakini katika raqmu an-nuzul, yani an-nuzul sasa kuteremka, hii ni sura ya pili. Hivi ndivyo inavyosemwa na wanawachuoni. Allah subhanahu wa ta'ala ameianza sura hii na hurufu al-hijaa au harfu min hurufi al-hijai, pia zinaitwa al-hurufu al-muqatta'a, na wanachuoni na maelezo mengi katika hilo. Lakini hakuna tofauti baina ya nun na qaf na sad na alif lam mim. Ahsanu ma qila fiha, kauli iliyo nzuri zaidi katika zilizosemwa kwenye katika herufi hizo, annaha isharatun ila ijazi alquran, ni ishara ya ijaz, kuwatupea watu Qur'an, juu ya kushinda kwa Qur'an. Fa innahu muallafun min hadhihi alhuruf, kwa sababu Qur'ani imepandanishwa kutokana na herufi hizi, allati ya'rifunaha, ambazo wanazijua Waarabu, wayataallafu minha kalamuhum, na yanapangika kutokana na herufi hizo maneno yao. Wa ma'a dhalika la yaqdirun, wa ma'a dhalika la yaqdirun ala an ya'tu bi suratin min mithlihi, pamoja na hayo yote kwamba ni maneno kama wanaoyatamka wao,
kwa mpangilio wa herufi zake, lakini wao pamoja na ufasaha wao hawawezi kuleta japokuwa sura moja tu mfano wake. Wa hum a'immatul bayan, na hali ya kuwa wao ni maimamu katika albayan, katika ufasaha wa umaraul balagha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia nun wal qalam, ninaapa kwa kalamu, ninaapa kwa kalamu. Lakini kumesemwa pia kauli nyingine isiyokuwa hizo. Kuna baadhi ya wanawachuoni hutafsiri maana ya nun. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake akasema waqila almuradu biqawlihi nun hutun adhim, pamesema kwamba makusudio ya neno nun ni samaki mkubwa. Nun maana yake ni samaki mkubwa, ala tayari alma'i alazim almuhit, alikuwa katika mkondo mkubwa wa maji ambayo ni muhit, albahru almuhit. Wa huwa hamilun lilaradhina as-sab'i, na yeye ndiye alizibeba ardhi saba, kama qala al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, yasema kama alivyosema al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir, akataja kauli riwaya zilizokuja kutoka kwa Ibn Jarir. Ibn Jarir asema hadathana Ibn Bashar Muhammad, sio قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا سليمان وهو الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم، kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni alqalam. Qala uktub, akasema Allah kuiambia kalamu andika. Qala wama aktub, kalamu ikasema niandike nini? Qala uktubu alqadar, Allah akasema andika qadar, yani makadirio. Fajara bima yakunu min dhalika alyawm ila yawm qiyam as-saa, ikapita kalamu kwa yale yatakayokuwa kutoka siku hiyo mpaka siku ya kusimama kiyama. Thumma khalaqa an-nuna, kisha akamuumba samaki. Wa rafa'a bukhara al-ma, na akanyanyua ule mvuke wa maji. Fafutiqat minhu as-samaa'u, ikapasuliwa kutoka kwenye mvuke ule mbingu. Wabusitatil ardu, na ikatandikwa ardhi ala dhahri an-nun, juu ya mgongo wa samaki. Fattaraba an-nunu famadatil ard, nuni samaki yule akatikisika, ikabetuka ardhi. Fa uthbitat bil jibal, ikathibitishwa ardhi kwa majabali. Fa innaha la tafkharu ala al-ard, na hakika hayo majabali yanajifakharisha juu ya ardhi. Akataja riwaya nyingine na nyingine na nyingine kwamba kuna katika wanawachuoni wanaosema kwamba muradi wa an-nun huwa al-hut al-azim hamilun lil-aradin as-sab', ni samaki mkubwa ambaye amebeba ardhi saba. Ukitaka uhakiki wa hilo unaweza kurejea katika tafsiri ya Ibn Kathir, alafu ukazihakiki riwaya je zimethibiti au la. Lakini as-sawab ni kwamba nuni hapa ni katika hurufu al-hija min al-huruf al-muqatta'a, wa ahsanu ma qila fiha kama qulna annaha isharatun ila i'jaz al-Qur'an. هذا هو أحسن ما قيل في هذه الحروف. بارك الله فيكم. والقلم ninaapa kwa kalamu, walqalami ninaapa kwa kalamu. Wa huwa al-ala, kalamu ni ile ala ya kuandikia, na hapa ni ismu jins, fayashmalu kulla qalam, itakusanya kila aina ya kalamu. Yuktabu bihi fi samai wal ard, ambayo huandikiwa kwa kalamu hiyo mbinguni na ardhini. Wa afdalul aqlami alqalamu alladhi kutibat bihi almaqadir, na kalamu iliyo bora zaidi ni ile kalamu ambayo imeandikwa kwayo maqadir. Kadhalika walqalamu alladhi yuktabu bihi alwahyu, kalamu ambayo huandikwa kwa kalamu hiyo wahi. Kwa hiyo walqalam, ninaapa kwa kalamu. Wama, ma hapa hamna isipokuwa ni maana mausula. Wama yasturun, wama yasturun, na kile wanachokiandika malaika. Wama yasturuna wa humul kataba, na kile wanachokiandika
malaika ay walladhi yasturunahu ay yaktubunahu. Kwa inakuwa tarjihi hapa ni ma mausula na sio masdaria kutafsiri alqalam bilkitaba, kwa sababu pia iko tafsiri hiyo. Na maandishi kwa sababu imekuja walqalami, na ninaapa kwa maandishi pia imekuja hivi, yani walkitaba, na kuandika kile wanachokiandika. Kwa hiyo ikiwa wama yasturun ikawa ma masdaria haitafaa hiyo tafsiri. Ma anta, hukuwa wewe, almuqsamu bihi, sio almuqsamu. Kwanza almuqsamu bihi thalathatu ashya, vitu alivyoviapia hapa Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni alqalam, na kitu cha pili ni alkitaba, na kitu cha tatu ni almaktub, kalamu na kuandika na chenye kuandikwa. Wa hadha qasamun adhim. Na almuqsamu alayhi pia thalathatu ashya kama tutakavyoona. Jambo la kwanza, ma anta, hukuwa wewe Muhammad, ma anta, hukuwa wewe Muhammad, bi ni'mati rabbik, kwa sababu ya neema za Mola wako, au kwa sababu ya kuneemeshwa na Mola wako. Neema kwa maana in'am, bisababi in'ami llahi alayk, kwa sababu ya kuneemeshwa na Mola wako, bin nubuwati warisalati walwahi, kuneemeshwa na Mola wako kwa kupewa utume na risala na wahi. Hukuwa wewe Muhammad kwa sababu ya kuneemeshwa na Mola wako, bimajnun, ni mwenda wazimu. Yani hukuwa wewe ni mwenda wazimu kwa sababu ya vile alivyokuneemesha wewe Mola wako. Lasta kadhalika kama yaqulu al-kuffar. Kwa alba'u inakuwa litaakidi an-nafi, ba'u yataakidi an-nafi. وما أنت له wewe Muhammad bini'mati rabbika, kwa sababu ya neema ya kuneemeshwa na Mola wako, bimajnun, ni mwenda wazimu. Hukuwa wewe kwa sababu ya kuneemeshwa na Mola wako ni mwenda wazimu. Ile bau ya kwanza ni sababia, na ile ya pili ni ya taakidi nafi. Kwa hiyo bau hii itakuwa ni bau ya taakidi. وبعدما وليس جرب الخبر دويسس وبعدما وليس جر بالخبر، na baada ya ma na laysa imejurisha ile ba'u khabar, lakini kwa mahali rafi. Wama anta bini'mati rabbika bimajnun, wama anta bimajnun. Sawa, kwa ba'u imekuja kwa ajili ya taakidi ya nafi. Hukuwa wewe kwa sababu ya kuneemeshwa na Mola wako ni mwenda wazimu, kwa sababu wao walikuwa wakimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni majnun. Tutasoma katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea wa makufari, anasema yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaqulun innahu la majnun, wanasema kwamba yeye Muhammad ni majnun. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kauli yao. Waqalu ya ayuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikr, na walikuwa wamesema ewe yule ambaye imeteremshwa juu yake Qur'an, innaka la majnun, hakika wewe ni mwenda wazimu. Kwa hiyo walikuwa wakisema kumuita Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuwa ni wazimu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamkanushia wazimu Mtume. Kwa hiyo hii inaitwa at-takhliya, kumsafisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu itakuja tahliya, wa inna laka, na hakika una wewe Muhammad, la ajran ghaira mamnun, ujira usiokatika. Wa inna laka, na hakika una wewe Muhammad, la ajran, ujira, thawaban adhiman min indillahi ta'ala ala ma ballaghta min ar-risala, una wewe ujira mkubwa kutoka mbele za Allah jalla wa ala kwa sababu ya vile ulivyofikisha risala. Wama sabarta ala adha qaumika albaligh, na vile ulivyofanya subra juu ya udhia wa jamaa zako. Kwa una ujira wewe ghaira mamnunin ay ghaira maqtu'in, ghaira mamnunin ay ghaira maqtu'in, usiokatika
kwa maana ajrun daimun mustamir wa huwa kadhalika, mpaka leo ajri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama inaendelea, kwa sababu ikiwa adallu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kufahamisha khairi ni kama aliyeitenda. Tayib, haya khairi gani utaifahamisha? Hajaifahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ajri yake ni yenye kuendelea. Wa inna laka la ajra, na hakika una wewe ujira, ghaira mamnun, usio katika. Wa innaka, na hakika wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia tukufu, uko juu ya tabia tukufu. Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa akiulizwa, hina su'ilat an khuluqihi sallallahu alayhi wasallam, alipoulizwa kuhusu tabia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat kana khuluquhu alquran, au itakuwa kana khuluquhu alquran. Sawa, hadithi imekuja kana khuluquhu alquran, sikana ismu yake na habari yake, yani kana alquran khuluquhu. Vipi hiyo? habari yake ni jumla, kana khuluquhu alquran. sawa. Kwa hiyo ni jumla ismia, mubtada na khabar, jumla sughra khabar ya jumla kubra. kana alquran huwa khuluquhu, ndio tabia yake. Kwa hiyo mubtada na khabar ndio khabari ya mubtada al-kubra pale. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia tukufu, na ndio maana akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallama, inma bu'ithtu liutammima salih al-akhlaqi, katika lafzi makarim al-akhlaqi, nimetumwa mimi kwa ajili ya kutimiza tabia njema. Kwa hiyo ukiangalia al-muqsamu bihi pale ni tatu: al-kitab, al-qalam, والكتابة والمكتوب. نا المقسم عليه pia ni tatu hapa: نفي الجنون وثبوت الأجر الدائم وماذا وثبوت أو كونه كامل الخلق. na kwa mtume صلى الله عليه وسلم ni mkamilifu wa tabia tukufu. وإن لك لأجرا غير ممنون, na hakika una wewe Muhammad ujira usio katika au malipo yasiyo katika. وإنك لعلى خلق عظيم, na hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu. Fasatubsiru, basi punde utaona. Fasatubsiru, basi punde utaona. Tusema alfa'u hiya alfasiha, fasiha lifsahiha mahdhuf, yani ikiwa idha kana al-amru kama dhukir, jambo likiwa kama lilivyotajwa, min tanzihika 'anil junun, kwa kule kutakaswa kwako na wazimu, wa wa'dika bithawabi, na kuahidiwa kwako kwa thawabu, wa shahadati laka bil khulqi alazim, na kushuhudiwa wewe kuwa na tabia tukufu. Basi fasatubsiru, utaona, punde utaona. Yani utaona nini? Kwa maana satathbutu au sayathbutu kadhibuhum alayka, utathibiti ule uongo wao na ukuzulia juu yako. Fasatubsiru, basi punde utaona. Wayubsirun, na hao makafiri pia wataona. Biayyikumul maftun, ni nani kati yenu ni mwenda wazimu? Ni nani kati yenu ni mwenye wazimu? Biayyikumul maftun, almurad bil maftun aljunun, almurad bil fitna aljunun. kwani ismu maf'ul yuradu bihi almasdar. Biayyikumul maftun, ni nani kati yenu ni mwenye wazimu? kama ninavyosema, al-maysur bimaana al-yusr, bimaana al-yusr, wal-ma'qul bimaana al-aql. ndio imekuja hatta idha lam yatruku li'idhamihi lahman wala lifuadihi ma'qula, ay wala lifuadihi aqla. kwa hiyo maftun kwa maana ya fitna, na hapa na maana ya junun. Ni nani kati yenu ni mwenye wazimu? Ni wewe au wao? Kwani mpaka hivi sasa kwa Muislamu haijamdhihirikia kwamba wale walikuwa ndio wana wazimu.
hawakuwa na akili za rushdi za kuongoza katika haki. Kwa hiyo jambo limebainika na Allah subhanahu wa ta'ala ameliahidi hilo likawa kama lilivyokuwa. Watu wote wakabainikiwa na risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakakubali watu wakaingia katika dini ya Allah makundi. Waliokataa wamekataa tu, lakini watu wamefahamu kwamba Muhammadun rasulullah haqqan, wamelifahamu hilo. Kwa hiyo maneno ya kina Abu Jahli, maneno ya kina Abu Lahbi, ya kina Umayya bin Khalaf al-Jumahi, wa kina al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi na wengineo wote ni maneno ya kipuzi tu, hayana maana yoyote. Lakini maneno yaliyokuwa kiyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo maneno ya haki. Inna rabbaka, hakika mola wako, inna rabbaka, hakika mola wako, huwa a'lamu, yeye ndiye anayemjua zaidi, biman dhalla an sabilihi, aliyepotea akaiacha njia yake, biman dhalla an sabilihi, aliyepotea akaiacha njia yake. Mola wako ndiye anemjua zaidi. Inna rabbaka huwa a'lamu, hakika mola wako, itakuwa huwa ni dhamiru fasli hapo, la mahalla lahu min al-i'rab. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, hakika mola wako ndiye anemjua zaidi aliyepotea akaiacha njia yake. Wa huwa a'lamu bilmuhtadin, na yeye ndiye anemjua zaidi aliyeongoka. Nani iko katika uongofu, nani mpotofu? Allah subhanahu wa ta'ala yeye huwajua zaidi watu. Pia amesema biman dhalla an sabili, ay an dinihi, aliyepotea akaiacha dini yake. Wa huwa, na yeye Allah, a'lamu bilmuhtadin, anamjua zaidi aliyeongoka. Wa humul mu'minun almustajibun lida'wati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa katika aya hizi kuna bishara wa tasliya linnabii sallallahu alayhi wasallam, kuna bishara na kuna kumliwaza mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia kuna alwaidu watahdidu lilmukaththibin, kuna makamio makali na vitisho kwa wenye kukadhibisha, na pia anatuthibitishia kwamba wenye kumkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtusi mtume sallallahu alayhi wasallam, wao ndio wanaostahili zaidi wasifu huo wa matusi yao. Kama ni jununi, wao ndio wana junun, wazimu wanao wao, na si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni ishara juu ya ukweli wa Qur'an na ukweli wa habari zake katika mambo ya ghaibu, pale Allah subhanahu wa ta'ala haithu absara aljami', amewaonyesha watu wote dhuhura an-nabii sallallahu alayhi wasallam ala a'da'ihi, kushinda mtume sallallahu alayhi wasallam akawa dhidi juu ya maadui zake, wa intishari dinihi sallallahu au intishara dinihi sallallahu alayhi wasallam. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala alfa'u litafri' fala tuti'il mukaththibin. Fa'u hapa ni ya tafri'i, yani fa'u ya tafri'i hiya allati yakunu alkalamu as-sabiqu 'alayha illatan lillahiq, maneno yaliyotangulia juu yake ni sababu ya maneno yanayofuata. Kwa hiyo ikija fa'u pale, na fa'u hii ni ya tafri'i, ya kutolea tanzu, kama vile maneno haya sasa yamezalikana na yale yaliyopita, ndio alfa'u litafri'i, kwa sababu kilichokuwa baada yake au kile ambacho kimetangulia ni illa kile kinachokuja. Fala tuti'il mukaththibin, basi usiwatii wenye kukadhibisha haki. Fala tuti'il mukaththibin, basi usiwatii, yani kama an'amna alayka bin nubuwati war risalati wa wa'adnaka bil ajri al 'azim وأثنينا عليك بالخلق العظيم فلا تطع المكذبين. بس usiwatii wenye kuikadhibisha haki, alladhina kadhabuk, ambao wamekukadhibisha wewe Muhammad. Waddu, wanatamani, wametamani, waddu wanatamani,
lau tudhinu, lau ungekuwa laini kwao, lau tudhinu, lau ungelikuwa laini kwao, waddu ahabbu watamannau, wamependa na wametamani. Kwa hiyo wanatamani, lau tudhinu, lau masdariya ay tamannau, lau tulayinuhum wa tusani'uhum, lau wewe ungewafanyia ulaini bitarki ma anta alayhi, kwa kuacha yale ambayo wewe uko nayo, au baadhahu au baadhihi, au kuacha baadhi yake, mimma la yardunahu, katika yale ambayo wao hayawaridhishi, hawayaridhii. Fayafaluna ma'aka mithla fi'lik, wakafanya pamoja nawe mfano wa vitendo vyako, wanatamani hilo. Fatalinu lahum, ukawalaini kwao, wayalinuna lak, na wao wakawalaini kwako. Na asli ya almudahana ni almulayana. Mudahana maana yake ni kule kufanyiana ulaini, walmudarat fima la yanbaghi, ndio almulayana. Kwa waddu law tudhinu, wanatamani lau ungelikuwa laini wewe kwao, fayudhinun, na wao wawe laini kwako. ina maana sababia, fa idhanuhu sababun liidhanihim. Kwa hiyo kule kuwa laini kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sababu ya wao kuwa laini. Wataka wewe uwe laini kwao na uwatii katika mambo yao, na wao wakufuate. walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Kwa hiyo wao wanataka hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa thabati mtume wake sallallahu alaihi wasallam. wala tuti kulla halafin mahinin, wala usimtii kila aliye mwingi wa kuapa, mahinin, aliyeduni. wala tuti kulla halafin ay kathiru alhilf fi alhaq walbatil, mwingi wa kuapa katika haki na batil. Hakuna katika moyo wake kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala wala majina yake, muongo sana. Kwa hiyo anataka kuapa kuthibitisha kile anachokisema. mahinin min almahana alkhasisu an-nafs daniyul himma, mtu duni. kwa ni sifa muwaddiha li halaf, fakullu halafin mahin, tusema sifatun kashifa. hammazin yani kathiru alhamz walaibi linnas, hammazin, msengenyaji mno. hammazin, msengenyaji mno, kazi yake kuwataja watu kwa aibu. masha'im binamim, mwenye kwenda kwa uchanganishi. binamima, namima maana yake ni kuchonganisha watu. fanamim masdar namma kanamima, wa hiya as-si'aya was-sa'aya wal-ifsad baina an-nas, wal-ifsad baina an-nas, na kufanya uharibifu baina ya watu, achukua maneno ya huku wayapeleka huku. Kwa hiyo yeye ni hammaz, mwingi wa kutia aibu, kwa maana msengenyaji. mashai, mwenye kwenda. binamimin, kwa uchonganishi. manna'in lilkhairi, mwenye kuzuia mno khairi. manna'in kwa sababu ni sigha mubalagha. shadidul bukhli bil mal wal khairi, ni bakhili mno, mwenye kuzuia mno khairi. mu'tadin, mwenye kuchupa mipaka. mu'tadin, mwenye kuchupa mipaka, yani lihududillah, fayatajawazu almubah ila almamnu'. wa mu'tadin ala alkhalqi bidhulmi, fajama baina at-ta'addi lihududi alkhaliq wal-i'tida'i ala alkhalq. kwa mu'tadin, mwenye kuchupa mpaka. athimin, mwenye madhambi mno. athimin ay kathiru al-ithmi bi fi'li al-muharramat. utullin ba'da dhalik, utullin, msusuwavu wa moyo. utullin, msusuwavu wa moyo, yani ghalidhin jafin fadhil qalbi, ndio maana ya utull, msusuwavu wa moyo. baada dhalika, baada ya hayo yote. baada dhalika, baada ya yote hayo, baada ya hayo yote. zanimun, ni mtoto wa zinaa. aidaiyun fi qaumihi, ni mtu aliyepachikwa kwa jamaa zake. la abalahu yu'rafu, hana baba anayejulikana.
walakinahu multahiqun bilqaumi walaysa minhum kazanama az-zaida, kama ile vile vinyama vyenye kuninginia vile azanama, wa hiya al-lahmatu al-mutadalliya fi udhuni au fi halqi al-ma'iz, inaitwa az-zanama. Vile vijinyama, kuna baadhi ya mbuzi wana vijinyama vya ninginia hapa katika koo zao, inaitwa zanama. Kwa kitu kimezidishwa pale, hakipo, si mahala pake. Zanim ndio maana yake, min az-zanama, wa hiya al-lahmatu al-mutadalliya fi halqi madha al-ma'iz au al-ma'z wa udhuniha. Kwa ndio wanasema anatukanwa hapo mtu kikweli kweli, tena utulli, msusuavu wa moyo. Baada dhalika, baada ya yote haya, zanim ni mtoto wa zinaa, mwana haramu. Da'iyun fi dhalik na fi qaumihi la aba lahu yu'raf, ni mtu aliyepachikwa katika nasab